Sijaelewa mgawanyo utakuwaje, kwa sababu ukiangalia kile ambacho anakisema Ahmed na kile ambacho ni uhalisia hasa kwenye namna ambavyo vilabu kama vya EPL vimekuwa vikifanya, kuna utofauti kidogo. Kwa sababu ukiongelea general manager, kwa maana ya meneja wa timu, kwa mfano pale katika klabu ya Arsenal kuna Mikel Arteta, Manchester United yupo Ruben Amorim, kuna utofauti kidogo na issue ya Simba ambapo Dimitar Pantev ametambulishwa kama meneja mkuu. Utofauti unakuja hapa kwamba unavyokuwa meneja wa timu, kwa mfano kwa nikichukulia case study ya EPL, ndio ni unavyokuwa meneja means unakuwa na qualifications za either wewe unaweza pia kuwa kocha mkuu. Hizo ndio unakuwa na qualifications za kuweza kukaa kwenye benchi la ufundi na ukaliongoza benchi la ufundi. Lakini kesi ya Dimitar Pantev ni kesi ya tofauti kidogo, kwa sababu Dimitar Pantev ana leseni ya ukocha ambayo ni UEFA A, kwa maana ya kwamba kwenye equivalence ya zile leseni kwa sisi Afrika inakuwa termed kama CAF B, ambapo ili uweze kusimama kwenye benchi la ufundi kama kocha mkuu sasa kwenye michuano ya kimataifa, kwa maana ya kombe la shirikisho pamoja na klabu bingwa, lazima uwe na either CAF A ambayo ni equivalent na UEFA Pro License, au pengine kama unatokea mabara mengine, mfano kuna CONMEBOL, lakini pia kuna AFC, kuna CONCACAF, zile zote zina pro. Maana yake CAF A inakuwa equivalent na zile pro kutoka katika mabara hayo. Kwa hiyo kwa Dimitar Pantev inakuwa ni kesi ya tofauti, lakini kwa taarifa ambazo binafsi naelewa ni kwamba Simba walimuhitaji Dimitar Pantev. Walichokihitaji sio vyeti vya Dimitar Pantev, walichokihitaji ni kile ambacho Dimitar Pantev yupo nacho, ambacho atakuja kukiofa kwa Simba Sports, kwa sababu ukiangalia aina ya soka ambalo alikuwa anacheza katika timu ya Gaborone United ni soka ambalo limewavutia watu wengi na kuona kama ni soka ambalo pengine falsafa yake ambayo alikuwa anaiapply kule inaendana na kile ambacho Simba wanakihitaji. Lakini kwenye namna ambavyo Simba amekuja kumtambulisha, hapo ndo kidogo kuna utofauti, kwamba meneja tayari Simba wanaye meneja wa timu ambaye ni Patrick Luemam. Patrick Luemam ndo meneja wa timu, na majukumu ya meneja wa timu ni tofauti na majukumu kwetu sisi kwa Tanzania, ni tofauti na majukumu ya yule meneja ambaye tunamjua kwamba ni team manager, ambapo kwa mfano kwa EPL ambapo nimetolea mfano. Kwa hiyo imekuja kama kitu cha tofauti ambacho ni kitu kipya, pengine ni mfumo mpya ambao Simba wameuleta.